Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Dodoma, Tanzania. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimesema maafisa wake 51 wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka ya ugaidi. Chama hicho kimedai kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali, huku naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche akisema viongozi hao walikamatwa kuhusiana na maandamano yaliyokuwa yamepangwa lakini hayakufanyika kutokana na uwepo mkubwa wa polisi. Aidha, amesema mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu anakabiliwa na mashtaka kama hayo ya ugaidi na amenyimwa haki zake za msingi. Wakati huo huo, mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma Melkisedek Kaijage amefunguliwa mashtaka ya ugaidi baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kuchochea maandamano ya kupinga serikali. Kaijage, ambaye hufundisha masomo ya sayansi ya siasa na utawala wa umma, ataendelea kuwa rumande kwa kuwa makosa ya ugaidi hayaruhusu dhamana kwa kawaida. Serikali pia ilisimamisha mikutano ya kisiasa nchini hadi itakapotangaza vinginevyo, ikisema hatua hiyo inalenga kudumisha usalama. Dakar, Senegal. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amezindua rasmi chama chake kipya cha kisiasa kitwacho Republican Patriots. Hatua hiyo inadhihirisha kuvunjika kwa ushirikiano wake na aliyekuwa mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko, kiongozi wa chama tawala cha PASTEF. Mgawanyiko huo umechangiwa na tofauti kuhusu sera muhimu, ikiwemo mazungumzo na shirika la fedha la kimataifa IMF, wakati Senegal ikikabiliwa na mgogoro mkubwa wa madeni. Hata hivyo, Sonko, ambaye aliondolewa kwenye wadhifa wa waziri mkuu, bado ana ushawishi mkubwa bungeni baada ya kuchaguliwa kuwa spika wa bunge. Abuja, Nigeria. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha mpango mkubwa wa kupanua jeshi kwa kuajiri wanajeshi wapya 28,000 na kuanzisha divisheni 4 mpya za jeshi. Serikali inasema hatua hiyo inalenga kuimarisha uwezo wa kukabiliana na vitisho vya kiusalama vinavyotokana na makundi ya wanamgambo, magaidi wanaotaka kujitenga na magenge ya utekaji nyara. Tinubu amesema pia ataongeza makao makuu 3 mapya ya jeshi katika maeneo yanayokabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara ili kuboresha uratibu, ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia na kasi ya mwitikio wa vikosi vya usalama. Kampala, Uganda. Mwanadiplomasia wa Uganda Olara Otuno ametangaza rasmi kugombea nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, huku akijiunga na wagombea wengine 6 wanaowania kumrithi Antonio Guterres atakapomaliza muhula wake mwishoni mwa mwaka huu. Otuno, mwenye umri wa miaka 75 na aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, amesema kipaumbele chake kitakuwa kuendeleza mageuzi ya taasisi hiyo, kusaidia kumaliza migogoro mikubwa ya kimataifa, kuanzisha chombo cha kusimamia matumizi ya akili unde ndani ya Umoja wa Mataifa, pamoja na kuimarisha juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi bila kudhoofisha maendeleo ya kiuchumi.